maisha ya watu wengi nyakati hizi za mwisho wanaishi kwenye maisha ya kimaigizo sana. Manake uhalisia wa maisha ya watu umeondoka. Mtu anaweza kuishi kwenye eneo ambalo anaona kabisa hatoboi, anaona kabisa hawezi kufanikiwa, anaona kabisa hawezi kusogea mahali alikotakiwa, anaona kabisa haishi kwenye uhalisia wake, lakini bado analazimisha kuishi. Sasa kwa lugha nyepesi, hayo tunayaita ni maigizo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa lugha nyepesi, hayo tunaita maigizo. Unajua neno igizo manake sio kitu halisi, ni kitu chenye picha fulani ya uhalisi, lakini sio halisi. Sasa watu walio wengi wanaishi maisha ya picha, ya maigizo, ya movie, lakini sio uhalisia wake. Ni nini ambacho nazungumza? Ya kwamba usipoishi kwenye uhalisia, kuna aina ya matokeo huwezi kuyaona, kuna aina ya matokeo huwezi kuyasikia, kuna aina ya matokeo hayawezi kutokea kwako kwa sababu haujakaa kwenye uhalisia wako. Ndio maana nimekuja na ajenda hii ya kwamba acha maigizo, fuatilia. Kuna vitu ukivifuatilia utaona kabisa kwamba huu sio uhalisia wangu. Mimi ni mtu niliyesoma, ni mtu mwenye cheo, ni mtu mwenye nafasi, lakini maisha nao yaishi hayafanani na kila ambacho ndani yangu kipo. Wako watu wengi ambao wakilala wanaonyeshwa njozi za kuwa watumishi wakubwa sana, wanaonyeshwa njozi za kuwa ni watu waliobeba vitu vikubwa. Lakini nachotaka niseme na wewe mtakatifu wa Bwana, ni kitu cha ajabu mno ya kwamba kila alichonacho ndani sio uhalisia anaoishi. Lakini tuna aina ya watu ambao wamejaribu kuishi ukubwa lakini wako kwenye level ya udogo. Manake anafight kuishi kitu ambacho si uwezo wake. Kumbuka tulikotokea. Uwezo wa mtu ndio utakaotoa kile mtu ambacho anatakiwa kukiishi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa unapozungumza juu ya maigizo, natamani ukae kwenye mtazamo wa vile ambavyo unaviishi. Uingie kwenye eneo la vitu ambavyo unaviishi. Anza kutafakari ya kwamba kuishi kwako kuna uhalisia, au kuna vitu unaviishi lakini sio uhalisia wake. Bwana Yesu asifiwe. Nikakutana na binti mmoja wakati ninasoma. Ni binti ambaye alitokea mahali fulani kwenye mkoa fulani ambao sitautaja, maana naweza nikautaja mtu alafu akajifiri vibaya. Lakini mkoa mmoja tu ambao huyo binti alitokea. Na yule binti baada ya kuja mahali ambako tulikuwa tunasoma, yule binti akatafuta aina ya mazingira fulani ya kueleweka na yeye ya kuonekana kama mtu fulani hivi ambaye ametokea kwenye mazingira mazuri. Manake akaona mazingira aliyo nayo hayafanani na kitu ambacho anatamani kukiishi chuoni. Akaanza kutengeneza dramas chuo. Akatamani kuishi aina fulani ya maisha chuo. Lakini ni mtu ambaye ametokea kwenye familia ya duni, familia ambayo ina maisha ya kawaida sana. Manake akaanza kuigiza kuishi kama wale ambao wengine aliwaona ni watu wenye maisha mazuri. Akatengeneza maigizo. Yule binti akaanza na yeye kuishi maisha ya kuigiza. Sasa siku moja akaamua kutoka kwenda out. Kwa sababu alikuta kuna mazingira kile chuo watu wanatoka out, wanaenda kukutana na wapenzi wao, na yeye akaamua kwenda. Alipofika kwenye lile eneo, kwa sababu aliona marafiki na watu wana spend, na yeye akatamani yale maisha, akasahau alikotokea, akaigiza kuishi na yeye kama mjanja fulani. Alipoanza kufanya yale mambo, huo usiku akakutana na mwanaume, na yule mwanaume akamchukua, wakaenda wakalala wote. Ile siku ambayo amelala na yule mwanaume ndio siku alipata maambukizi ya virusi vya ukimwi, na ndio siku ambayo alipata mimba, vyote kwa pamoja. Sasa ni nini ambacho ninatamani niongee na wewe? Huyu binti akasahau alikotokea. Ni familia duni, familia iliyomtegemea, familia iliyojua kwamba huyu binti akienda akasoma kuna namna atatusaidia, kuna namna atatutengenezea kahali fulani kaueni, kwa sababu ameshasoma na kufanikiwa. Lakini binti akaishi maisha ya maigizo, akaishi kitu nje na uhalisia wake.
angeweza kuishi uhalisia wake, manake angeelewa kilichompeleka pale ni kitu gani. Bwana Yesu asifiwe. Akapata maambukizi ya virusi vya ukimwi, saa ile maisha yake yakabadilika. Ndiyo sasa tunakutana na yule mtu ameshapita kwenye mazingira magumu, ameshapata maambukizi, hali ngumu inatokea kwake, anashindwa namna ya kuambia wazazi wake, anashindwa namna ya kuwafuata kuambia, kwa maana ameshachange kabisa, yuko kwenye uhalisia mwingine, ameondoka kwenye lile ambalo alitakiwa kulifanya. Bwana Yesu asifiwe. Hao ndio watu wengi tulionao nyakati hizi za mwisho. Ninawezekana nazungumza na baba, wewe hapo, nazungumza na mama ambaye watoto wako umewaona kuna mabadiliko wanayo, lakini sio uhalisia wao. Zungumza nao. Mamlaka ya kinywa chako kunena na vitu vikaishi tena kurudi kwenye uhalisia huko ndani yako. Kumbuka we mzazi, Mungu amekupa mamlaka na amekuamini ya kwamba wewe ndio unatakiwa kulea katika njia impasayo mtoto. Kwa lugha hii kwamba mamlaka iko ndani yako. Kumbuka somo tulilo nalo ni kutabiri juu ya vitu vilivyokufa vikapate kuishi tena. Sasa nisikilize mtakatifu wa Bwana. Kuna mahali nataka tusogee, kuna mahali nataka tuende. Basi unaweza ukaandika hivi kwenye kitabu cha Ufunuo 3 ule mstari wa 1 na wa 2. Haya mambo ninayoyazungumza ya watu kutokuishi uhalisia wao, Roho Mtakatifu alifunua kwenye mafunuo haya wakati Kristo anakutana na Yohana katika haya mafunuo. Ule mstari wa 1 anasema hivi: na kwa malaika wa kanisa liloko Sardi andika, haya ndiye anenaye yeye aliye na hizo roho 7 za Mungu na zile nyota 7. Na yajua matendo yako, ya kuwa unalo jina la kuwa hai, nawe umekufa. Unalo jina la kuwa hai, nawe umekufa. Angalia mstari wa 2. Uwe mwenye kukesha, uwe mwenye kukesha, ukayaimarishe mambo yaliyosalia yanayotaka kufa, maana sikuona matendo yako kuwa yametimilika mbele za Mungu wangu. Sikuona matendo yako kama yamekamilika mbele za Mungu wangu. Ni nini hiki ambacho Mungu alikuwa anafunua kwa Yohana akiwa kwenye kisiwa kile cha Patmo? Vitu vya ajabu sana vilikuwa vinafunuka kwake. Huu ni ufunuo ambao ulikuwa ni mazingira na maisha ya kanisa la Sardi. Sasa kanisa hili la Sardi limetokea kama tu mfano, lakini inawezekana akawa ni mtu kamili. Linawezekana ikawa ni familia fulani ya watu. Hawa watu wana maisha haya ya kanisa lililoonekana kule Sardi, ya kwamba wanayo maisha ya kuwa hai lakini wamekufa. Inawezekana kitu anachokiishi sio uhalisia wake. Mungu anazungumza kwenye hili eneo ya kwamba Sardi huyu kuna aina ya vitu alivyoonyesha kwenye mazingira ya mwili kabisa, na watu walipovitazama wakamuona kwa sura kama ni mtu aliyebeba uhai, lakini katika uhalisia wake amekufa. Ndicho kitu ambacho kinalitesa kanisa nyakati tulizo nazo. Kanisa limeondoka kwenye uhalisia wake. Kanisa limekufa. Watu wamekufa, hawapo kwenye uhalisia. Ndiyo maana mioyo ya ibada kwa watu imekufa. Ndiyo maana mioyo ya watu kumsogelea Bwana haipo tena. Watu wanapita kwenye roho za kufa. Nguvu ndani zao hakuna. Furaha katika ibada hakuna. Furaha ya kumtolea Mungu sadaka hakuna. Kwa nini? Lakini ukiwatazama ndani ya kanisa wakiwa wanaomba, unaona ni kama watu wenye uhai, lakini ushirika na Mungu wao umekufa. Bwana Yesu asifiwe. Haya ndiyo mafunuo yaliyofunika juu ya kanisa la Sardi. Wakafunuliwa kwamba Roho ananena waziwazi. Na mimi nataka niseme na wewe mtakatifu wa Bwana ulioko katika maombi ya mchana huu, ya kwamba Roho anene waziwazi kwako, anene waziwazi kwenye maisha yako, ya kwamba kuna hali unaiishi lakini sio uhalisia wako. Kuna hali unatembea nayo sio uhalisia wako. Kuna ndoa ulionayo sio uhalisia wako. Kuna vitu unatamani vitokee kwako lakini havitokei.
Na wakati mwingine ukitokea mbele za watu unaonekana kama kuwa mtu mwenye kufanikiwa, lakini haujafanikiwa. Wengine wanandoa wamefika hatua wanatembea pamoja, wanafurahi, wanacheka pamoja mbele za watu, lakini ndani kwenye familia uhalisia huu haupo. Manake wana sura ya kuwa hai, lakini wamekufa kwenye ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa hili la Sardi likafunuliwa kitu cha ajabu, ya kwamba kilichokuwa kinafanyika kwenye macho ya watu kilionekana kuwa kina uhai, lakini uhalisia wake kimekufa. Ninapozungumza namna hii, mtakatifu wa Bwana, ninatamani uende kwenye maombi udake jambo hili, ya kwamba kuna vitu inawezekana kwenye eneo lako la ndoa, inawezekana kwenye eneo lako la uchumi, inawezekana kwenye eneo lako la watoto, yawezekana kwenye mashamba mahali ulipo. Kuna vitu kivitazama, hakika watu wanaelewa ni mtu mwenye kufanikiwa, lakini ndani yako kuna namna hauko kwenye uhalisia sawa. Roho anene waziwazi kama alivyonena kwenye kanisa la Sardi, ya kwamba yako mambo yamekufa. Bwana akupe neema ya kuyafunua tena yakapite na kukaa kwenye uhalisia wake. Haya ndiyo maombi ambayo nataka tuombe, watakatifu wa Bwana, tuombe pamoja, ya kwamba kuna vitu Roho wa Bwana akikufunulia utaviona haviko kwenye uhalisia. Inawezekana watakatifu wa Bwana ni praise and worship, ni wana maombi, ni waimbaji wa kwaya, mpo kwenye kundi, lakini uhalisia wa kile mnachokifanya sio kama Mungu anavyotaka. Manake yaimarishe mambo yako. Kwa nini? Kwa sababu kuna hukumu na inakuja, na ni nyakati ambazo tunahitaji kurudi kwa Bwana katika uhalisia wetu na kama Bwana anavyotaka. Sasa nataka tuingie kwenye maombi moja kwa moja. Unazo dakika 10 za kuomba. Omba kwa mzigo, omba kwa kumaanisha. Roho wa Bwana ukimtaka akufunulie. Kuna vitu vingine viko gizani haujavigundua, afunue. Kwenye ndoa yako afunue, kwenye biashara yako afunue, hapo ofisini ulipo afunue. Inawezekana kuna mtu mwingine anakuchekea, ukimtazama unamwona ni rafiki yako, lakini kumbe anakutafuta kukuua, anakutafuta kukutendea mabaya. Bwana akafunue yale yaliyoharibika, yakatengenezeke na kukaa kwenye uhalisia wake. Nenda kwenye hayo maombi, mwambie Mungu katika jina la Yesu Kristo. Baba, katika damu ya mwana kondoo, yeye peke yake anayefunua, yeye peke yake anayezirisha vile ambavyo viko kwenye hali ya kufa, vile ambavyo vimeharibika, vile ambavyo katika uhalisia vinaonekana vina sura nzuri, lakini kumbe ukweli wake vimeshakufa. Mwambie Mungu aliye hai, mwambie Bwana wa uweza, mwambie Baba wa utukufu, mwambie mfalme wa uweza, mwambie mfalme wa nguvu, mwambie mfalme wa mamlaka, katikati ya mtembeo ule ambao Bwana amekuweka, katikati ya ile eneo ambalo Bwana amekuweka, katikati ya huduma ambao Bwana amekuitia, mahali ambapo pana mambo wengine wanaona kama ni mazuri, lakini uhalisia yamekufa. Mwambie Bwana akupe neema, mwambie akufunulie. Funua kila mahali, funua kwenye kazi, funua kwenye uzao, funua kwenye uchumi, funua kila mahali ambapo pana hali ya kuonekana hai, lakini pamekufa, lakini amekufa. Pata roho ya kuimarisha tena Baba, katika jina la Yesu. Na imarisha tena, na imarisha tena, na imarisha tena. Tamka na kutamka, tamka na kutamka, tamka na kutamka mahali ambako Bwana anazilisha kwa uwezo usio wa kawaida. Tamkia hivyo vitu ambavyo unaviona kwenye uhalisia havijakaa, havijaishi. Rekebisha hayo mambo ambayo unayaona hayajakaa kwenye uhalisia. Baba, katika jina la Yesu, Baba, katika damu ya Yesu, Baba, katika jina la Yesu, Baba, katika damu ya Yesu. Tembea na kutembea, pita na kupita kwenye uwanda wa familia yako, kwenye uwanda wa biashara yako, kwenye uwanda wa kazi yako, kwenye uwanda wa mashamba yako, kwenye uwanda wa mifugo yako, kwenye uwanda wa uzao wako. Pita na kupita. Kuna vitu ambavyo havijakaa mahali pake, havijakaa kwenye uhalisia wake. Mwambie Baba viuishe, mwambie Bwana viuishe, vipate kuishi tena, vipate kuishi tena Baba, katika jina la Yesu. Baba wa uweza, Roho afunue kweli yake, Roho afunue kweli yake. Yawezekana uko kwenye ndoa, lakini kumbe hiyo ndoa yako kuna uovu umepita, kuna uovu unapita, na kweli inawezekana upo unaendelea kuishi, lakini kuna uharibifu
nguvu. Umeisha hapo, pita Baba, katika jina la Yesu. Pita na kupita, pita na kupita. Mungu apite juu yako Baba, apite juu yako Baba, apite juu yako, hadhirishe ule uweza wa kifarume, upite Baba, katika jina la Yesu. Baba, katika damu ya Yesu, namleta mtakatifu huyu, namleta huyu mtu mbele zako Bwana. Baba, naomba muone Baba, naomba muangalie mtu huyu anayeomba Baba, mtu anayeomba masaa kama haya ya ranchi hawa Baba, katika jina la Yesu, pita juu yake. Sikia kuomba kwake, sikia kuomba kwake, sikia kuomba kwake katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Hata unayetuangalia kwenye TV Baba, achilie hiyo neema ya kusogea tena na kuomba, nguvu ya kuomba. Tamka vitu vitokee, tamka vitu vitokee, tamka vitu vitokee. Baba, anapita na nguvu ya Roho Mtakatifu iwe juu yako, iwe juu yako. Karabashaka rapa korobo sekete raipa korimatorika randa rabasakataya ya imosha kataya. Baba, apite na wewe, Baba, apite na wewe, Baba, apite na wewe. Mwambie Mungu siwezi, mwambie ulipochoka apite na wewe, haimarishe tena. Iwe ndoa yako, haimarishe tena. Iwe ni ndoa yako, haimarishe tena, haimarishe tena. Uwe ni uchumi, haimarishe tena. Iwe ni kazi, haimarishe tena. Vile vitu vilivyopo kwenye hali ya kufa, kwenye hali ya kufa, Bwana vimarishe, Bwana vimarishe, Bwana vimarishe, vianze kuishi tena, vianze kuishi tena Baba, katika jina la Yesu. Katikati ya revo ya ibada, hali watu walipopata ukaufu ndani yao, wamekuwa mifupa mikavu ndani yao, hamna bugujiko ndani, hamna nguvu ya maombi tena, hawawezi kuomba tena. Baba, pita, imarisha fellowship yao, imarisha pamoja na wewe, imarisha Bwana. Roho wa Bwana funua, kuna tabia ambazo zinauondoa utakatifu katikati ya watu Baba, imarisha katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Mungu aliye hai, hapite kwa kaimarishe, hapite kwa kaimarishe, hapite kwa kaimarishe, hapite kwa kaimarishe. Mtake Bwana kwa nguvu, hapita imarishe, hapita imarishe, hapita imarishe, hapita imarishe. Naombea huyo mama, naombea huyo mama ambaye kweli anapoonekana na afya, lakini kumbe magonjwa ndani yake yanamtesa, yanamsumbua. Pokea uponyaji katika jina la Yesu, pokea uponyaji katika damu ya Yesu. Bwana awe pamoja na wewe, Bwana awe pamoja na wewe, Bwana awe pamoja na wewe, hakusaidie mahali hapo. Imarika kwa jina la Yesu, imarika kwa damu ya Yesu, imarika kwa jina la Yesu, imarika kwa damu ya Yesu. Bwana kuishe, Bwana kusogeze. Wewe sio mtu wa kawaida, na ndivyo itakavyokuwa. Nguvu ya kinywa chako kutamka na vitu vikatokee, na vitu vikapate kuishi tena, ni katika jina la Yesu Kristo. Nataka niombe pamoja na wewe kwa njia ya sadaka hii. Kamata sadaka yako mtakatifu ulioko mahali hapa. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, wewe ni Mungu, wewe ni Baba, wewe ni mfalme. Hakika wewe ndio unayedhihirisha vitu, na kila roho ambazo tumeziishi lakini sio uhalisia wetu Baba, katika jina la Yesu, kwa sadaka hii zikasambaratishwe katika jina la Yesu. Napatanisha na damu ya mwana kondoo. Maandiko yanasema damu ya Yesu Kristo ndiyo sadaka isiyo na mawaa. Napatanisha ili kuondoa watu walio katika mateka wapate kuishi tena, wapate kukaa kwenye eneo lao katika jina la Yesu. Iwe ni sadaka ambao Bwana inaruhusu agano jipya kwenye maisha yako, upokee kuishi tena, upate kuishi tena. Hiyo sadaka na ipatanisha na nguvu ya Zaburi ya 50 ule mstari wa 5 na wa 6. Maandiko yanasema nikusanyieni wacha Mungu wangu waliofanya agano nami kwa dhabihu, nami nakusanya watakatifu hawa wanaoomba mchana huu wakapate kuwa katika agano la kuishi tena, na mambo yao yaliyokufa yakaimarike na kukaa mahali pake. Ni katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mungu awe pamoja na wewe, akatembee na wewe kila mahali ambako unapita. Basi uweza wa Bwana ukakufunike katika jina la Yesu Kristo. Amen.